Imedhihirika kwamba idara ya usalama imekutana na kizungumkuti kutekeleza ratiba ya siku ya kwanza ya kupokea mwili wa hayati waziri mkuu wa zamani Raila Odinga katika uwanja wa ndege wa JKIA. Mipango ya usalama ilisambaratika baada ya kukiukwa. Maelfu ya waombolezaji waliofika jijini siku iliyotarajiwa kuwa ya kuomboleza na utaratibu mzuri wa kutazama mwili iligeuka ya machafuko. Baadhi ya waombolezaji walipigwa risasi na kufukuzwa kwa fujo kutoka uwanja wa Kasarani kabla ya hafla ya kutazama mwili kuanza. Asasi muhimu za serikali kama vile bunge na JKIA ziliingiliwa, kama anavyotuelezea sasa Laban Shaban. Waliacha shughuli zao za kila siku ili kuonesha heshima na majonzi yao kwa waziri mkuu wa zamani. Upendo na heshima yao kwa hayati Odinga haukujali vizuizi vya kiusalama. Waliwashinda nguvu polisi na kuingia uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Kwa saa 2 shughuli JKIA zilisimama na anga zikafungwa ili ndege nyingine zisipite mintarafu hitilafu za kiusalama. Mamlaka ya ndege ya Kenya KAA ilithibitisha kuwa anga ya JKIA ilifungwa kuanzia saa 4 asubuhi hadi adhuhuri kuruhusu ukaguzi wa usalama wa ziada. Kulingana na mamlaka ya udhibiti wa ndege KCAA, waombolezaji walifika sehemu wasizoruhusiwa. Matukio haya yalivuruga ratiba ya kuwasili kwa mwili wa Raila aliyehitajiwa kufika saa 2:30 kisha kuenda makafani ya Lee saa 4 kabla ya kufika ikulu adhuhuri na kupelekwa bungeni kutazamwa na umma. Lakini mpango huo ulisambaratika ghafla na kusababisha matukio kutupiliwa mbali. Mwili haukufika Lee, ikulu na bunge sababu ya changamoto za udhibiti wa umma. Ilikuwa bayana kuwa mamlaka za usalama zililemewa, ama yamkini hawakutarajia haya. Katika makafani ya Lee, mpango wa kupumzisha mwili kwa muda ulifutwa. Polisi walishika doria huku waombolezaji wakiomba waruhusiwe kufika ndani kumsubiri Odinga. Barabara ya Agwings-Kodhek imekuwa marufuku kwa umma siku nzima Alhamisi. Wale walioruhusiwa kufika katika makafani ya Lee wakiwa viongozi wa serikali na familia. Maandalizi yalinoga bungeni kusubiri mwili kufika, lakini umati mkubwa ulikuwa ya ua na malango. Hali iliyotia serikali hofu, wakaepuka kufikisha mwili hapa na kuupeleka katika uga wa Moi Kasarani. Kasarani afueni ilikuwa japo kwa muda. Maelfu walifika ndani, wengine maelfu walikuwa nje. Polisi walirusha vitoza machozi kuwatawanya. Purukushani na kisirani kikajiri Kasarani. Watu kadhaa walipigwa risasi, baadhi wakijeruhiwa. Jijini Nairobi, biashara zilifungwa, pengine kwa mseto wa taadhima na uoga. Ila ilikuwa dhahiri shahiri, sherehe ya kumuenzi Odinga iliipa serikali mtihani mgumu sana, wakikosa kuzoa alama katika usalama. Laban Shaban, NTV.